Um, Kwanza hawa wanafunzi ni sehemu ya jamii ya Tanzania, kwa hivyo na wao wanaishi kwenye hii jamii. Kwa kila mtu kwenye jamii alipotoka anafahamu changamoto ambazo pengine zilimsukuma hata yeye kuja kusoma sheria, na mojawapo ya mambo ambayo wameeleza hapo, kwa kweli, kwa kifupi kabisa, ni kwamba wameziona hizo changamoto na wamejaribu kutafuta suluhu ya hizo changamoto. Ni kwamba watu wengi hawana uwezo wa kufikia msaada wa kisheria katika zile hoja walizonazo ama changamoto walizonazo. Sio tu kufikia, lakini kujua pia kwamba changamoto yao hiyo ipo kisheria ama inaweza kutatuliwa kisheria. Kwa hiyo wametengeneza mfumo mzuri ambao katika jamii yetu mtu popote pale alipo ana uwezo wa kuingia katika huo mfumo, akaeleza changamoto anayopitia, na wao watampa sasa ushauri wa kwamba changamoto yako ni unayopitia kisheria iko hivi na hivi na hivi, unaweza kuchukua hatua hizi na hizi na hizi, ama unaweza kwenda ofisi hii, unaweza kwenda mahakama hii na mambo kama hayo. Kwa hiyo wanao huo mfumo umeweka mazingira mazuri ya kumsaidia Mtanzania kule aliko, lakini tunafahamu wazi kwamba tunapozungumzia mfumo hasa mfumo ambao uko kidigitali, sio kila Mtanzania ana uwezo wa kufikia hata huo mfumo. Sasa hawa wanafunzi wanapojaribu kuangalia zile changamoto ambazo zimewafikia kupitia mfumo, wanapata picha sasa kwenye jamii ni aina gani ya changamoto ambazo zipo, na kwa kuzijua hizo changamoto zilizopo, basi wanaweza kuzitafutia majibu, hata kama si ya kutumia huu mfumo, sasa ya kutumia ule mfumo ambao wataweza kuonana nao moja kwa moja. Na ndio maana hoja ulioisema hapa kwamba watakapotoka hapa wakiwa wanafunzi wataenda huko nje, ambako sasa pengine unaweza kusema ni sokoni, ama unaweza kusema ni moja kwa moja kwenye jamii, wanakuwa tayari wana picha ya ni mambo gani ambayo wanayapitia. Lakini ukiacha hilo, ni kwamba upo utaratibu katika sehemu ya mafunzo ambayo wanayapitia, wanafanya utafiti. Sasa ule utafiti huwa unataka wafanye utafiti katika mambo ambayo yako kwenye jamii yetu. Mtu hawezi kufanya utafiti nje na jamii ile ambayo inamzunguka, lakini pia nje ya jamii ya Kitanzania. Anaweza kufanya mambo mengine ambayo pengine anaweza akayapata kupitia mfumo huu wa kidijitali, lakini wakati huo anaweza kufanya utafiti ambao jambo analipitia yeye kwenye jamii. Au naitwa Profesa Bonaventure Rutinwa, ni naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam upande wa taaluma, na kwa sasa hivi kaimu makamu mkuu wa chuo. Shughuli ambayo imefanyika leo inaitwa Career Day, Law Career Day. Career Day ni siku ambayo wanafunzi na wahitimu tarajali hukutana na watu kutoka kwenye tasnia ambazo wanatarajia kwenda huko. Lengo la tukio kama hili ni nini? Malengo ni kadhaa. Kwanza, sisi kama chuo tunayo sera ambayo inahimiza ushirikiano kati ya sehemu za kazi na vyuo, ambayo tunaita academia industry linkage. Kwa hiyo kuwaleta watu kutoka kwenye tasnia, na mmeona walikuwepo watu kutoka taasisi za serikali, taasisi za binafsi, mawakili na kadhalika. Hiyo ni sehemu ya mkakati yetu ya kuwaunganisha wanafunzi wetu na sehemu za kazi wanapotarajia kwenda wakiwa bado wanafunzi. Lakini kama mlivyoelezwa na kama mlivyoenda kwenye wakati wa kutoa tuzo, wamepewa wanafunzi ambao wamefanya vizuri katika mahakama igizi, ndio inaitwa moot court. Sasa hivi chuo chetu kinaweka msisitizo katika kutoa elimu ujuzi, skills oriented education. Sasa mwanafunzi anaposhiriki mahakama igizi anajifunza namna ya kupokea tatizo la mteja, akalichanganua, akajua na shida gani, aende mahakama ipi, atayarisha nyaraka zipi, na atakwenda ataliwasilisha vipi ili aweze kushinda hiyo kesi. Kama wanavyosema, mahali penye wanasheria wawili kuna hoja tatu. Kwa hiyo unaweza ukaandika vizuri na bado ukashindwa. Simeona kwamba kuna timu ilikuwa iliandika andiko zuri kuliko zote Afrika, lakini wakawa washindi wanne. Sasa hapo unajua issue iko wapi? Alivyolielezea aliloliandika. Sasa haya ni mazoezi ambayo yanawajengea uwezo katika kila aspect ya kuwa mwanasheria. Na tatu, hawa ni wanafunzi ambao wanahitaji inspiration. Waone watu ambao kumbe na mimi nikifanya hivi naweza nikawa hivi. Ndio maana umemwona mheshimiwa aliombwa mbali na kufungua kikao
awape historia yake, kwa sababu unapomwona mtu ameshakuwa speaker, ameshakuwa rais, huwa tunadhani walizaliwa hivyo hivyo, lakini ukielezwa walipoanzia na wewe ukaona kwamba mbona na mimi niko hivyo hivyo, unapata moyo. Lakini vivyo wameona wanasheria ambao wametoka mjini, na nimefurahi wengi wao walikuwa ni wa kike, wamewakilisha law firms, inawapa moyo wa kusema kwamba na mimi nikaze buti, inawezekana. Kwa hiyo ndio ilikuwa malengo matatu ya kuwa na shughuli hii. Mfumo wetu kabla hatukuanza kuutengenezea huku kwenye haya mifumo kutumia WhatsApp. Tulianza kwanza kutengeneza filamu fupi na video fupi za kisheria ambazo zinaelimisha watu kuhusiana na masuala ya kijamii. Kwa nini tumeamua kuja na mtindo wa video au mtindo wa picha ambazo zinatembea? Ukija kuchunguza Tanzania, kwanza sheria ni ngumu sana. Kwa hiyo watu huwa hawapendi kusoma. Na matatizo ya kisheria ni mengi. Na watu huwa wanakutana na hayo matatizo ya kisheria na hawajui kama hayo matatizo ni ya kisheria. Kwa hiyo kutokana na tatizo hilo tuliloliona, tukaamua kwanza tuje na mtindo rahisi wa kutoa elimu hiyo kwanza ya kisheria kwa watu. Ili mtu akiona ile video ambayo tumeitengeneza yenye maudhui ya kisheria iweze kumsaidia kutambua kwanza tatizo analokutana nalo, tatizo la aina gani. Kumekuwa na incidents nyingi sana. Watu wenye shida za kisheria huwa wanaenda sehemu ambazo sio zinazohitaji kuwapa msaada wa kisheria. Mfano, mtu anaweza akatapeliwa ardhi, akalia, akaenda kanisani kuombewa, labda anaweza akajua ni laana ndio maana anatapeliwa ardhi. Ila yule mtu hafikirii kwanza kama kichwani issue ya kwanza ni issue ya kisheria. Kwa kutokana na hapo tukatengeneza hizo filamu fupi. Tukaja kugundua sasa hizi filamu haziwezi kumsaidia mtu moja kwa moja akiziangalia tu. Basi tukaamua kuja na mfumo. Na kwa nini tumechagua mfumo huu ambao sio application ila ni namba ya WhatsApp? Kwa sababu cha kwanza, WhatsApp ni rahisi na watu wengi wanaifahamu, na ni friendly usable, wazungu wanasema ina matumizi ya rafiki ambayo inamsaidia mtu asiogope akiwa anatumia, maana WhatsApp hamna malipo. Kwa hiyo ndio maana tukatengeneza kwanza hiyo namba ya WhatsApp ambayo yenyewe imeunganishwa na mfumo wa chatbot, mfumo ambao unaweza ukajibu automatic, na kisha kuna sehemu fulani ukifika kama unahitaji msaada zaidi, basi kuna customer care team au customer support team ambao wao ni huduma kwa wateja. Watakuwa kwenye mfumo, wanaangalia yule mtu ambaye atakuwa anaingia kwenye mfumo ana tatizo gani. Kama mtu anapata changamoto kutumia mfumo, customer support team wanamueleza. Na kama issue yako ni ya ushauri tu, au jamaa watakupa ushauri kupitia mfumo bila malipo yoyote.